Karibu kwenye Tunu za Kiswahili, hadithi tamu zenye mafunzo kwa familia nzima. Leo tunakuletea simulizi ya kusisimua na yenye kugusa moyo. Sikiliza hadi mwisho, utaguswa, utaelimika. Hadithi ya kusisimua ya mateso, matumaini na ushindi. Palikuwa na kijiji kidogo kiitwacho Makongeni, kilichozungukwa na mashamba ya mahindi na mito iliyojaa samaki. Katika kijiji hicho aliishi msichana mrembo, mnyenyekevu na mchapakazi aitwaye Rehema. Alikuwa yatima wa baba na mama, akilea wadogo zake wawili kwa nguvu zake mwenyewe. Maisha yalikuwa magumu na wakati mwingine walilala njaa. Siku moja mama mmoja kutoka mjini alifika kijijini, akajitambulisha kama Mama Beta. Alisema anahitaji msichana wa kazi wa kuishi naye mjini Dar es Salaam. Aliahidi mshahara mzuri, chakula, mavazi, hata kuwasomesha wadogo wa Rehema. Kwa matumaini na machozi, Rehema alikubali kwenda. Maisha mapya mjini. Awali maisha yalionekana mazuri. Mama Beata alimkaribisha kwa tabasamu na ahadi nyingi. Lakini baada ya siku 3 hali ilianza kubadilika. Rehema alilazimishwa kuamka saa 10 usiku kila siku, apike, afue, asafishe, aogeshe watoto, na bado hakuruhusiwa kula hadi wote wameshiba. Alianza kuitwa majina ya kashfa kama shamba, jinga wa kijijini, na wakati mwingine kupigwa bila kosa. Mume wa Mama Beata alikuwa mtu mpole, lakini alinyamaza kwa woga wa mke wake. Watoto walimdhihaki, wakimpigia kelele kama mnyama wa porini. Miezi 3 ikapita bila kulipwa hata senti. Aliambiwa mshahara wake utatumiwa kuwanunulia chakula wadogo zake, jambo ambalo hakuwahi kuthibitisha. Rehema alijikuta mateka wa kazi, asiye na uhuru wa kutoka hata mlangoni. Mateso yasiyo na kikomo. Siku moja Rehema aliugua. Alikuwa na homa kali na hakuweza kuamka kufanya kazi. Badala ya huruma, Mama Beata alimwagia maji baridi na kumchapa kwa waya wa pasi. Rehema alilia si kwa maumivu tu, bali kwa uchungu wa kukosa utu. Alitamani arudi kijini, lakini hakujua hata pa kuanzia. Simu alizuiliwa na barua alizotuma kwao hazikufika. Usiku mmoja wa mvua kubwa alisikia kelele mlangoni. Ilikuwa ni jirani mpya aitwaye Mazena. Alikuwa amesikia kelele za mateso na aliamua kuchunguza. Kwa hekima, Mama Zena alijifanya kutafuta chumvi, kisha akapata nafasi ya kuzungumza na Rehema kwa siri. Rehema alijieleza kwa machozi, mwanga wa tumaini. Mama Zena alimwambia avumilie siku moja tu zaidi. Aliahidi kurudi na msaada. Na kweli kesho yake alifika akiwa ameongozana na mwanasheria na afisa wa ustawi wa jamii. Walimkuta Rehema akifanya kazi akiwa na jeraha mguuni. Kwa hasira na huruma walimtoa pale pale. Mama Beata alikamatwa na baadaye kufikishwa mahakamani kwa kosa la unyanyasaji na utumwa wa ndani. Ukombozi na ushindi. Rehema alipelekwa kwenye kituo cha kulelea waathirika wa ukatili. Alitunzwa, alipata ushauri nasaha na baadaye alisaidiwa kujiunga na shule ya ushonaji. Alijifunza haraka na baada ya mwaka mmoja alikuwa na karakana yake ndogo. Aliendelea kutuma hela kijijini na hatimaye alirudi kwao akiwa na mtaji wa kuanzisha biashara ya vitambaa. Wadogo zake walijiunga na shule na maisha yao yakaanza kubadilika. Leo hii Rehema anahutubia mashirika na vikundi vya wanawake akihamasisha mapambano dhidi ya unyanyasaji wa wasichana wa kazi za ndani. Anasema, sauti yangu ilikuwa kimya, lakini sasa nazungumza kwa niaba ya maelfu waliotishwa kunyamaza. Kama umeguswa na hadithi hii, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwenye Tunu za Kiswahili. Je, unafahamu mtu anayepitia mateso kama ya Rehema? Mshike mkono, mtie moyo. Ukombozi huanza na hatua moja. Tunu za Kiswahili, hadithi zenye mafunzo kwa kila familia.